Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu, karibu katika kipindi cha Tumaini Service, Every Soul is Saved. Bwana ametupa neno siku ya leo la kuendelea kujifunza na kuendelea kulisha fahamu zetu. Mungu anasema madeni ni roho ya utumwa. Madeni ni roho ya utumwa. Japokuwa kwenye ulimwengu wa sasa tulionao kuna wanaosema kwa fikra zao na mawazo yao na imani zao kwamba madeni hayaepukiki, kudaiwa hakuepukiki. Kitu ambacho katika mawazo ya Mungu kinaepukika. Kwa sababu Mungu ndiye aliyetuumba, Mungu ndiye anayejua mipango aliyotupangia ya namna ya kuishi, ya namna ya kupata msaada kwenye mahitaji yetu. Sasa mtu anayetembea na madeni, mtu anayetembea na hali ya kudaiwa, mtu anayetembea na hali ya kukopa kila wakati, tafsiri yake kwenye ulimwengu wa roho ni kwamba amevalishwa roho ya kitumwa. Kwa huyo mtu ni mtumwa. Na Mungu anasema kwenye kitabu cha Mithali ile sura 22 mstari wa 7. Mungu anasema kwamba tajiri humtawala masikini, manake aliye nacho humtawala asiye nacho. Alafu anaendelea kusema kwamba naye akopaye ni mtumwa wake akopeshaye. Kwa ile kukopa, ile kukopeshwa, maana yake kuna roho ya kitumwa inamuendesha anayekopeshwa. Na hii roho ikishamuingia huyu mtu, maana yake ataanza kupangiwa hata namna ya kuenenda kwenye maisha yake. Maana yake atakuwa ni mtumwa. Kwa ile kuwa mtumwa, maana yake hayuko huru kwenye baadhi ya mambo, kwenye baadhi ya maamuzi, kwenye baadhi ya mfumo wake wa maisha. Utakuwa umefungwa na kamba ya kitumwa. Kwa hii kamba inafungwa katika roho. Ikifungwa katika roho, huyu mtu ndo anakuja kuona athari zake katika ulimwengu wa mwili. Kwa ile kutumikishwa mwilini, kuchukuliwa mali zake, kuuziwa mali zake, kuwekwa mali zake rehani, kuwekwa mali zake chini ya ulinzi mkali, maana yake rohoni ameshashindwa. Kwa rohoni ameshakuwa ni mtumwa wa mtu aliyemkopesha. Sasa tukitazama kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 28 mstari wa 12, Mungu anasema atakufunulia Bwana hazina yake nzuri, nayo ni mbingu, kwa kutoa mvua ya nchi yako kwa wakati wake. Kwa mvua haina mkopo. Kwa tukibeba mfano wa mvua katika ulimwengu wa roho, manake kwamba Mungu hakupi baraka zake kwa mikopo. Mungu hakushushii mahitaji yako kwa kukopesha, bali Mungu anaachilia, sio kwa kitumwa. Ndio maana Bwana anasema jua na mvua, jua litawawakia wenye haki na wasiokuwa na haki, mvua itawanyeshea wenye haki na wasiokuwa na haki. Alafu anaendelea kusema hapo, na kwa kubarikia kazi yote ya mikono yako, nawe utakopesha mataifa mengi, wala hutakopa wewe. Ndio maana Mungu anasema aliyekopa ni mtumwa wa anayemkopesha. Kwa hiyo wewe mtu wa Mungu unakusudiwa kukopesha, na wewe mtu wa Mungu hukusudiwi kukopeshwa. Ndio maana mtu wa Mungu anakusudiwa kuwa na watumwa wengi, lakini mtu wa Mungu hakusudiwi kuwa mtumwa wa wengi. Kwa hiyo unapokuwa chini ya mamlaka ya Mungu, hupaswi kuwa chini ya utawala wa kitumwa. Maana yake kwenye ulimwengu wa roho unapaswa kuwa umeshinda roho ya utumwa. Kwa sasa kama unatembea na unaishi
kwenye mfumo ambao huwezi kufanya jambo mpaka umekopa, huwezi kufanya jambo mpaka umekopeshwa, huwezi kufanya jambo mpaka umechukua cha mtu ambacho umewekewa na riba, utakuja kukirejesha baada ya muda fulani. Uwe na uhakika utumwa ni roho, kwa hiyo madeni ni roho. Ndio maana akopae ni mtumwa wa akopeshaye. Kwa hiyo mtu wa Mungu lazima uelewe kwamba ili niwe huru kwenye hili eneo, ni lazima nisikilize maelekezo ya Mungu ambaye amesema ataiachilia baraka kwa mfumo kama mvua. Kwa hutaiona kwa jinsi ya mwili, lakini utaiona kwa jinsi ya maelekezo. Tuangalie hiyo Kumbukumbu la Torati sura 28 ule mstari wa kwanza. Mungu anasema hivi: itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya duniani. Alafu mstari wa pili anasema, na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Kwa hiyo anaposema zitashuka kama mvua, tunapeleka kwenye ulimwengu wa roho. Tukipeleka kwenye ulimwengu wa roho, kuna eneo la kuisikia sauti ya Mungu kwa bidii. Kwa ile kutokusikia sauti ya Mungu kwa bidii ndiko kutakakufanya kwamba uangukie kwenye roho ya utumwa wa kukopa, uangukie kwenye roho ya utumwa wa kukopeshwa, uangukie kwenye hicho kifungo. Lakini ile kusikia sauti ya Mungu kwa bidii, manake Mungu atakuelekeza baraka zako namna ya kuzipokea, namna ya kuenenda ili zile baraka zikupate na zikufikie. Ndio maana pale juu amesema ukitunza ile sauti ya Bwana Mungu wako kimaelekezo, ukitunza sauti ya Bwana Mungu wako kimaagizo, ukitunza sauti ya Bwana Mungu wako kimatendo, maana yake utajiepusha na hilo. Kwa mtu wa Mungu, niendelee kukujenga, niendelee kukushauri, niendelee kukutia moyo kwamba inawezekana kuishi nje ya hiki kifungo ambacho watu wengi sasa wanakichukulia kama ndio sifa ya maisha, wanakichukulia kwamba ndio hali ya maisha, wanakichukulia kama ni kitu cha lazima sana kwa mwanadamu. Lakini si kitu cha lazima sana kwa mtegemee Mungu. Maana Mungu ameshasema, amelaaniwa mtu yule amtegemee mwanadamu na kumfanya kinga yake, bali amebarikiwa mtu yule amtegemee Mungu. Mungu akubariki sana kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Amen.